Naitwa mchungaji Emmanuel Samuel Sita, mchungaji kiongozi wa usharika wa Upendo Geita, ambaye sasa ni kaimu mkuu wa jimbo la Magharibi. Jimbo la Magharibi lina sharika zipatazo 14 na mitaa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa neema hii. Ya kwanza tuna siku ya Jumapili ambayo ni siku ya Bwana. Ni siku ambayo katika usharika wetu wa Upendo Geita tumepata baraka ama neema ya kuweza kuwa na tukio kubwa la ubarikio wa wachungaji ambao watakuwa jumla ya wachungaji 16. Kwa tuna ugeni mkubwa wa baba askofu pamoja na wachungaji wa dayosisi nzima na watu wengi, watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Kabla hujabarikiwa kuna hatua nyingi. Kuna lazima kwanza uitwe. Kuitwa kwa aina mbili. Unaweza yani kupelekewa wito au wewe kuonyesha nia ya kutamani kuwa mchungaji. Sasa unapo tamanio lako la ndani lazima lina process zake zinazofanyika. Kwa mfano lazima kuna kamati, unaanzia ngazi kama ni mtaa au sharika au ngazi ya jimbo, wanakupitisha. Alafu baada ya hapo unaenda ngazi ya kidayosisi. Baada ya hapo unapelekwa shule kwenda kusoma. Utaratibu wa kanisa letu uko hivyo. Kuna taratibu ambazo lazima uzifuate. Baada ya kusoma unaitwa mtheolojia. Mtheolojia ni mtu aliyesoma mambo ya theology. Theology ni kumfahamu Mungu. Kwa hiyo hiyo ndio hatua ya kwanza. Baada ya hapo unakuja sasa, vikao vinakaa. Baada ya vikao unapata nafasi sasa ya kuulizwa, je, bado wito upo? Bado unasikia kuwa mchungaji? Ukisikia kuwa mchungaji ndio unapangiwa tarehe kama hii uliyoisikia ya kwenda kubarikiwa. Kwa hiyo wote hao wamepita kwenye hatua hizo. Ibada za Kiluteri mara nyingi huwa ni ibada za utulivu, tunasema zenye uchaji. Sasa hii naamini itakuwa ni ya uchaji wa kiwango cha hali ya juu, kwa sababu ina tukio kubwa ndani yake. Kwa hiyo itakuwa shamla zitakuwepo. Kwa mfano tutakuwa na kwaya zaidi ya 5. Kwa mfano tuna kwaya kutoka usharika wa Galilaya, Buhongwa ambao wanatoka Mwanza. Tuna kwaya kutoka Sayuni Mwatulole. Tuna kwaya kutoka hapa kwetu, kwaya kama 3. Jumla ngapi hizo? 5. Bado tuna praise team, nao watapata nafasi hiyo. Kwa hiyo shamla zitakuwepo, zitapendezeshwa na nyimbo. Lakini tukio jingine ambalo litafanya amsha tutakuwa na maandamano ambayo kwa kweli yataanzia kwenye roundabout ya mji wa Geita pale. Kama unaelekea polisi kuja, kama unakuja Kangalala, tunapita kanisa la AIC pale. Baada ya hapo tunapanda, tunaingia kanisani huku tukiwa na trumpets. Vijana wazuri watatoka Mwanza kuja kupriza ya. Jambo la kwanza waje kwa wingi ili waje washuhudie ibada takatifu yenye kubeba wajibu wa kuwaita watumishi wa Mungu kuingia kwenye daraja la kichungaji. Kwa hiyo jambo la kwanza washarika waje kwa wingi. Ibada itaanzia saa 3 na kuendelea. Waje kwa wingi. Cha kuambia Wakristo wa makanisa mengine na makanisa yetu, waendelee kutuombea, waendelee kuliombea jambo hili ili litimie kwa weledi na kwa ukubwa kama ambavyo Mungu amekusudia liwe. Na Mungu kuna kitu amekikusudia kiwe, na sisi wanadamu tumekusudia. Kwa hiyo sasa Mungu atusaidie tukalifanye kwa kiwango ambacho kwa kweli itakuwa ni baraka sana kwetu.